Katika video iliyopita tuliweza kuona nguzo ya kwanza ambayo ni mapato na nguzo ya pili ambayo ni akiba. Tuliona kwamba mapato ndiyo injini inayoweza kutupa uhuru wa kiuchumi. Tuliona pia kwamba akiba ndiyo silaha ya kwanza katika kujenga uhuru wa kiuchumi. Akiba ni ulinzi. Na nguzo hii ya pili ndiyo inayojenga nguzo ya tatu ambayo ni uwekezaji, investment. Hapa unaanza kuzifanya pesa zako zizae pesa. Hii ndiyo nguzo inayobadilisha maisha yako kabisa. Kwa sababu hapa, pesa inaanza kuzalisha pesa. Tofauti ya kuweka akiba na kuwekeza ni hii. Akiba inalinda pesa bila kuiongeza. Lakini uwekezaji unaiongeza pesa. Na unapaswa kuelewa kwamba bila uwekezaji, uhuru wa kiuchumi utabaki kuwa ndoto tu. Zipo aina mbalimbali za uwekezaji. Baadhi ya hizo ni pamoja na kupangisha nyumba, tunaita real estate. Lakini pia uwekezaji katika hisa. Huu ni uwekezaji mzuri sana hasa kwa wale watu wenye malengo ya muda mrefu. Unaweza kuanza hata na hela kidogo, kama 50,000 mpaka 100,000. Hisa hukua thamani kwa muda. Unaweza ukanunua hisa kwa bei ndogo leo, ukaja kuziuza baada ya miaka 2 kwa bei kubwa zaidi. Lakini pia unaweza kupata gawio kila mwisho wa mwaka kupitia hisa zako. Angalia kampuni inayokuwa, kisha wekeza. Huu ni uwekezaji mzuri sana kwa mtu anayetaka kujenga mali kwa muda mrefu. Uwekezaji mwingine unaweza kufanya kwa kuanzisha biashara. Lakini pia uwekezaji katika ujuzi. Hapa unawekeza kwako mwenyewe kwa kujifunza ujuzi fulani. Kwa mfano, graphic design, video editing na programming, ambao utakufanya upate pesa zaidi. Na ujuzi huu unaweza kujifunza kupitia YouTube, Udemy, Coursera na nyingine nyingi. Ujuzi unaweza kuwa chanzo kikubwa cha kipato bila mtaji mkubwa. Kuwekeza kwa mfumo wa kidigitali, kwa mfano, kuwa na YouTube channel, tunaita digital assets. Hii nayo ni moja kati ya mbinu ya kuwekeza. Unakuwa na YouTube channel yako ambayo inalipwa, kwa hiyo utakuwa unaingiza mapato. Umewekeza katika online assets. Mambo ya kuzingatia. Anza kidogo. Usisubiri uwe na pesa nyingi. Uwekezaji hauhitaji uwe na pesa nyingi. Anza na kidogo ulichonacho. Wekeza kile unachoweza kupoteza. Yaani, hata ukipoteza haitakuathiri. Epuka mipango ya pata pesa haraka. Lakini pia jifunze kabla ya kuwekeza. Wekeza kwa muda mrefu. Muda ni rafiki mkubwa sana wa uwekezaji. Lengo ni kujenga asset. Asset ni kitu chochote kinachoingiza pesa mfukoni mwako. Kumbuka kwamba huwezi kujenga uhuru wa kiuchumi bila uwekezaji. Unaweza ukawa unapata mapato, unaweza ukawa unaweka akiba, lakini kama haufanyi uwekezaji, ni ngumu kuwa na uhuru wa kiuchumi. Kwa sababu uwekezaji ndio unaokuhakikishia kuwa na pesa nyingi na za kukutosha. Ukiweka akiba tu, hela inaweza ikakaa, lakini hatutaki hela ikae tu. Tunataka hela izalishe hela. Hapo kwenye hela kuzalisha hela, ndipo penye uhuru. Na uhuru wa kweli ni pale ambapo pesa zako zinazalisha pesa, wewe ukiwa umetulia. Na huo ndio uhuru tunaouzungumzia. Kama unataka uhuru wa kiuchumi, jifunze kufanya uwekezaji. Jifunze vyanzo vingi vya uwekezaji. Ingia kwenye vikundi vya vikoba, SACCOS, wekeza huko. Unaweza ukaanza hata na hela ndogo, lakini baadaye ukakopa, ukaanzisha biashara. Uwekezaji ndio utakao kujengea uhuru wa kiuchumi, na sio akiba tu, na wala sio mapato tu. Uwekezaji ni mashine ya uhuru wako, kwa sababu hii inafanya pesa izae pesa. Na pale pesa inapozaa pesa, uhuru ndipo unapotokea. Hii ni nguzo ya 3. Nguzo ya 4 tutaangalia mifumo, systems. Siri kubwa ya uhuru wa kweli. Hii ndiyo nguzo ambayo watu wengi hawaielewi. Na hii ndiyo nguzo inayotengeneza uhuru kamili. System ni njia na utaratibu uliopangwa vizuri wa kufanya kazi fulani kwa hatua zile zile kila siku, ili kupata matokeo yale yale na ubora ule ule. Ukiona mgahawa fulani chakula chake ni cha ubora ule ule kila siku, basi ujue kuna mfumo. Kwa mfano, hata yule ambaye huwa anatumika kupika chapati akipata dharura,
chapati bado zitapikwa tena katika ubora ule ule, kwa sababu kuna mfumo wa upikaji chapati ambao unatumika kwenye mgahawa huo na wafanyakazi wote wanaojua. Ukiona mtu mmoja akikosekana, mambo yanayumba sana, ujue kuna shida katika mfumo. Bila kuwa na mfumo, utafanya kila kitu mwenyewe. Kila kitu kitakutegemea wewe uwepo au mtu fulani awepo. Ukiona biashara yako inakutegemea wewe katika kila kitu, basi ujue huna mfumo. Na hiyo sio biashara, bali ni kazi uliojiajiri mwenyewe. Ngoja nikupe mfano rahisi wa mfumo wa mauzo. Kwa mfano, katika mfumo wa biashara yako, mauzo unataka yafuate utaratibu huu. Hatua ya kwanza, kuvutia wateja, ambapo hapa kuna kutuma matangazo WhatsApp, kuposti picha za bidhaa kila siku, kuweka ofa ndogo, mfano punguzo la bei. Hatua ya pili, kujibu wateja. Wateja wajibiwe ndani ya dakika 5 hadi 10 kwa kutumia ujumbe wa template. Kwa mfano, karibu sana, bidhaa ipo, bei ni shilingi 5,000. Delivery tunafanya ndani ya mita 500. Ungependa kuagiza ngapi? Hatua ya tatu, kuthibitisha oda. Kumuuliza mteja jina, mahali na namba ya simu. Hatua ya 4, kurekodi oda. Kuandika kwenye daftari au Excel jina la mteja, bidhaa, bei na mahali pa delivery. Huu ni mfumo tu wa mfano katika eneo la mauzo. Sasa utaratibu huu wafanyakazi wote wakiujua, hata ikitokea anayefanyaga kazi hii akapata changamoto, bado mtu mwingine anaweza kuifanya hii kazi na wateja wakawa wanahudumiwa kama kawaida na katika ubora ule ule. Na biashara inaendelea hata ukiwa haupo. Hapo ndipo uhuru unaanza. Jua kwamba bila system utakuwa unafanya kazi maisha yako yote. Na hicho ndicho tunachokikataa, kufanya kazi maisha yako yote tena kwa hofu na stress. Anza leo, usisubiri kesho. Tengeneza utaratibu ulio rahisi kutekelezeka. Andika mfumo, tumia teknolojia, gawa majukumu kwa watu. System ni mashine ya uhuru. Uhuru wa kiuchumi sio jambo la bahati, ni jambo la makusudi la kujenga. Na ujenzi huo unaanza na kipato, akiba, uwekezaji na mifumo. Ukikosa moja, uhuru unakuwa dhaifu. Lakini ukijenga zote 4, maisha yako yanaanza kubadilika pole pole. Na siku moja utakuja kufikia hatua ambayo haufanyi kazi kwa sababu ni lazima, unafanya kazi kwa sababu unapenda. Na hapo ndipo uhuru wa kiuchumi unapozaliwa. Nikusihi usiache kusubscribe, kulike na kuweka comment yako. Video zinazofuata tutaangazia kuhusu level 5 za uhuru wa kiuchumi na namna ya kutoka level 1 kwenda level nyingine. Mungu akubariki.